أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wana mizani popote mlipo. Leo ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 29 March 2025, sawa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi 28 1446. Taarifa tulizokusanya leo zinahusu maandamano yaliyofanyika jana kote duniani, ambapo maelfu kwa mamilioni ya watu Waislamu na wapenda haki kote duniani walikusanyika katika maandamano ya kuiunga mkono Palestina na kulaani Marekani kwa kutoa msaada usiokuwa na kifani kwa Israel, ambapo imekuwa ukiutumia msaada huo wa silaha kwa ajili ya kuhilikisha wa Palestina kwa nia ya kupora ardhi yao. Kadhalika, katika azimio lililopitishwa kule Tehran mwishoni mwa maandamano jana, wananchi wa Iran wameiomba serikali yao kukabiliana na uhasama wa Marekani na kuihami Palestina kwa vyovyote itakavyokuwa. Katika maadhimisho kama hayo, siku ya Quds nchini Indonesia na Malaysia, miongoni mwa walioshiriki katika maandamano hayo ni aliyekuwa waziri mkuu wa Malaysia, Mahathir Mohamad, ambaye aliandamana pamoja na waandamanaji hadi kwenye ubalozi wa Marekani na kuitaka Marekani isitishe msaada wake katika mauaji yanayoendelea kule Gaza. Kadhalika, kinachoendelea hivi sasa katika ulimwengu wa Kiislamu ni mazungumzo ya kusitisha vita katika ukanda ya Gaza ambayo yanaendelea kati ya Hamas na Israel chini ya usimamizi wa wapatanishi ambao wamekuwa wakishughulika na jambo hilo kwa muda mrefu. Wakati yakiendelea hayo, Marekani nayo haikubaki nyuma katika mashambulizi yake ya kiholela na ya kinyama dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia wa kule Yemen. Waislamu wapinga ubeberu, ukoloni na watetezi wa haki katika nchi ya Indonesia na Malaysia, Iran na Jordan na kote duniani wameshirika kwa maelfu katika maandamano ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya Quds yanayofanyika siku ya Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yaliyofanyika Machi 28, 2025 kwenye pembe mbalimbali za dunia. Picha unayoitazama inaonyesha maelfu ya wananchi wa Malaysia na Indonesia, nchi ambayo inaongoza kwa idadi kubwa zaidi ya Waislamu kote duniani, ambapo Waislamu milioni zaidi ya 240 wako nchini Indonesia. Jana siku ya Ijumaa Machi 28 walimiminika barabarani kuonyesha mshikamano na kuunga mkono piganio tukufu la ukombozi wa Palestina na ukombozi wa kibla cha kwanza cha Waislamu, yani Masjid al-Aqsa, ambao unakaliwa na Mazayuni, huku wakiunajisi msikiti huo kwa kuingia ndani yake na uchafu wao. Nchini Indonesia, katika mji mkuu wa Jakarta na miji mingine ya nchi hiyo, waandamanaji walipiga nara dhidi ya utawala wa Kizayuni na kuunga mkono haki ya wananchi wa Palestina kujitawala, huku wakitaka kukomeshwa ukatili na unyama wa Zayuni, huku wakiunga mkono na Marekani dhidi ya kizazi cha Palestina. Maandamano katika mji wa Indonesia yaliishia mbele ya ubalozi wa Marekani, ambapo wananchi wa taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia walitaka kukomeshwa misaada ya silaha ya serikali ya Marekani kwa utawala ghasibu wa Israel ambao umekuwa ukitekeleza mauaji ya kinyama kwa zaidi ya miezi 16 hadi sasa. Wananchi wa Indonesia wametoa wito pia kuchukuliwa hatua za haraka na jamii ya kimataifa na mashirika ya kimataifa ili kukomesha jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza. Nchini Malaysia pia, maandamano ya siku ya Quds yalifanyika karibu na ubalozi wa Marekani mjini Kuala Lumpur. Wananchi wa Malaysia wamelaani hatua ya serikali ya Marekani ya kuunga mkono uvamizi, uchokozi na jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya wananchi wa Palestina, yakiwemo mauaji ya wanawake na watoto wachanga na kuvunja miundombinu pamoja na kuua wananchi kiholela. Miongoni mwa walioshiriki maandamano hayo ya Malaysia ni pamoja na waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo, Mahathir Mohamad, ambaye pia alishiriki kwenye maandamano ya nchini humo ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya Quds jana siku ya Ijumaa Machi 28, 2025, ikisadifiana na Ramadhani ya 27 Hijiria, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kuonyesha mshikamano na kuunga mkono wananchi wa Palestina. Huko Uajemi nchini Irani, washiriki katika maandamano ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Quds wamesisitiza udharura wa kukabiliana vikali na uhasama wa Marekani na kuunga mkono malengo ya mapambano ya ukombozi wa Palestina. Mwishoni mwa maandamano na maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Quds, ilisomwa azimio ambalo lilisisitiza umuhimu wa maandamano hayo kama kiwanja cha kuzalisha nguvu za wananchi na mtaji kwa jamii.
Azimio hilo lililotolewa mwishoni mwa maandamano ya siku ya kimataifa ya Quds mjini Tehran limetaja maadhimio ya siku ya kimataifa ya Quds kuwa yanabainisha uhakika kuwa siku ya Quds ni siku ya ushindi, nukta ya kukutana pamoja katika mapambano ya dunia dhidi ya uzayuni na kufichua mbinu za mfumo wa ubeberu wa kimataifa. Mamilioni ya washiriki katika maandamano ya siku ya kimataifa ya Quds mjini Tehran, siku ambayo imeadhimishwa pia katika maeneo mbalimbali kote duniani. Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imepewa jina siku ya kimataifa ya Quds kwa ubunifu wa Imam Khomeini, muasisi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ili Waislamu duniani kote waweze kudhihirisha chuki zao kwa siasa za kibaguzi za utawala wa Kizayuni na mauaji ya halaiki yanayoendeshwa na utawala wa Kizayuni unaoungwa mkono kwa hali na mali na serikali ya Marekani inayojinaki na kujifanya kuwa ni msimamizi wa haki na demokrasia kote duniani, ili hali ndio mshindi wa kwanza katika tuzo la kuua watu wasiokuwa na hatia. Vile vile wamelaani jinai zinazofanywa na utawala wa Kizayuni wa Israeli na kuzitaka jumuiya za kimataifa kuchukua hatua haraka iwezekanavyo ili kukomesha jinai dhidi ya binadamu na kuwahukumu viongozi wa utawala huo ambao tayari mahakama ya kimataifa ilikuwa toa waranti wa kuwakamata, akiwemo waziri mkuu adui na katili mkubwa Nduli Benjamin Netanyahu. Azimio hilo limeitaja operesheni ya kishujaa ya kimbunga cha Al-Aqsa na operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 1 na 2 kuwa ni mambo yaliyobadili mlingano wa nguvu na kuthibitisha mapambano ya mukawama katika eneo hilo. Azimio la siku ya kimataifa ya Quds pia limezitaka nchi za eneo la magharibi mwa Asia kujifunza kutokana na uzoefu wa Ukraine ambao umethibitisha kuwa Marekani na washirika wake wa magharibi, baada ya kuwanyonya washirika wao, wanawaacha kwenye hatima ya maangamizi. Washiriki katika maandamano hayo pia wamelaani kimya cha madola ya Kiislamu na hata nchi za Kiislamu na nchi za Kiarabu mbele ya jinai za utawala wa Kizayuni na hujuma za Marekani na Uingereza dhidi ya watu wa Yemen na kusisitiza ulazima wa kukomeshwa jinai hizo. Vile vile wametangaza kwamba hatua yoyote ya kiuadui ya Marekani itakabiliwa na jibu madhubuti na kali kutoka kwa taifa la Iran, na maadui wanapaswa kujua kwamba vitisho vyao havitakuwa na tija yoyote. Maandamano yaliyofanyika jana katika Irani nzima yalijumuisha maelfu kwa maelfu ya mamilioni ya watu waliokusanyika katika miji mbalimbali kuitikia mwito wa serikali ambayo kiongozi mkuu wa mapinduzi wa nchi hiyo aliwataka wananchi wa nchi hiyo kujitokeza kwa nguvu kuonyesha mshikamano na Wafalastini. Huku hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesisitiza kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wa amani ya nyuklia wa nchi hiyo hayana maana maadamu sera za shinikizo la juu na vitisho vya kijeshi bado vipo. Sayyid Abbas Araghchi amesema kuwa jibu rasmi la Iran kwa barua ya Rais Donald Trump wa Marekani limetolewa ipasavyo kupitia nchi ya Oman. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema jibu rasmi la Iran linajumuisha barua ambayo ndani yake Tehran imeeleza misimamo na maoni yake kuhusu hali ya sasa, na barua ya Trump imefafanuliwa kikamilifu na upande wa pili umejulishwa. Araghchi amesisitiza kuwa sera ya Iran ni kutofanya mazungumzo ya moja kwa moja chini ya mashinikizo ya kiwango cha juu na vitisho vya kijeshi, lakini mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanaweza kuendelea kama ilivyokuwa huko nyuma. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran siku ya Ijumaa usiku Machi 28 alizungumza kwa simu na David Lammy, waziri mwenzake wa mambo ya kigeni wa Uingereza, na kuashiria kufanyika duru 4 za mazungumzo kati ya jumbe zinazowakilisha Jamhuri ya Kiislamu na nchi 3 za Ulaya Magharibi. Akieleza kusikitishwa kwake na baadhi ya harakati na misimamo hasi ya nchi za Ulaya na Umoja wa Ulaya, ikiwemo kutekelezwa na kuendelezwa vikwazo vya aina mbalimbali dhidi ya Iran kwa visingizio visivyo na msingi, na kuzitaka nchi hizo 3 za Ulaya zitazame upya misimamo yao kuhusiana na Jamhuri ya Kiislamu na masuala ya eneo la magharibi mwa Asia. Wakati huo huo, Israel imeilaumu Lebanon kwa kile ilichokiita kuwa Lebanon imeishambulia, nayo pia imetoa majibu. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema serikali ya Lebanon inahusika na mashambulizi ya makombora mawili kuelekea kaskazini mwa nchi hiyo, wakati jeshi lake limesema lilifanikiwa kuyazima makombora yaliyorushwa. Moja ya maeneo ya kusini mwa Lebanon yaliyoathiriwa na mashambulizi ya Israel Novemba 28 yanaonekana katika picha hii baada ya mashambulio ya Israel. Kulingana na taarifa ya jeshi hilo iliyotolewa Ijumaa asubuhi Machi 28, kombora moja lilielekezwa Galilaya lilizuiliwa, wakati jingine lilianguka ndani ya eneo la Lebanon, wakati jingine lilianguka ndani ya eneo la nchi ya Lebanon. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz
amesema serikali ya Lebanon inawajibika moja kwa moja kwa mashambulizi yoyote yanayotekelezwa katika eneo la Galilaya. Shambulio hilo dhidi ya Israeli limefanywa siku moja baada ya Lebanon kuilaumu jeshi la Israeli kwa kufanya mashambulizi yaliyosababisha mauaji ya watu 6 kusini mwa nchi hiyo. Hata hivyo, Israeli imejibu ikisema kuwa mashambulizi yake yalilenga miundombinu ya kundi la Hizbullah. Kundi hilo kupitia jukwaa la Telegram limesema linaheshimu makubaliano ya kusitisha vita na halihusiki na makombora yaliyorushwa kaskazini mwa Israeli. Licha ya Hizbullah kukanusha kuhusika na mashambulio hayo, muda mfupi uliopita jeshi la Israeli limetangaza kuwa limeanza kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Hizbullah kusini mwa Lebanon. Taarifa ya jeshi hilo imesema maelezo zaidi kuhusu operesheni hiyo yatatolewa baadaye. Wakati huo vyanzo kutoka Palestina vimesema mazungumzo yanaendelea kati ya kundi la wanamgambo wa Hamas na wasuluhishi kutoka Misri na Qatar ili kujaribu kufufua makubaliano ya kusitisha vita kwenye ukanda wa Gaza na kuachilia mateka. Vyanzo hivyo ambavyo vimezungumza kwa sharti la kutotajwa jina vimeeleza kuwa mazungumzo hayo yamejikita katika kuangalia uwezekano wa kutekeleza usitishaji wa vita wakati wa sikukuu ya Eid al-Fitr na katika msimu wa sikukuu za Wayahudi. Majadiliano hayo yanadhamiria pia kuhakikisha kuwa misaada ya kiutu na ya kibinadamu inaingizwa kwenye ukanda wa Gaza. Mazungumzo ya usuluhishi kati ya kundi la Hamas na Israel yanayosimamiwa na Misri, Marekani na Qatar yamekwama kwa wiki kadhaa baada ya kuisha kwa muda wa awamu ya kwanza ya kusitisha vita mnamo Januari 19. Mazungumzo hayo yanafanyika ikiwa ni siku moja tu tangu waziri mkuu wa Israel Nduli Benjamin Netanyahu atishie kuyatwaa maeneo ya Gaza kama wanamgambo wa Hamas hawatawaachia mateka wa Israel. Wanamkawama wa Palestina nao wamejibu onyo la Netanyahu wakisema kuwa kama Israel isipoacha kufanya mashambulizi Gaza, mateka hao watarejesha kweli nchini Israel, lakini watarejeshwa wakiwa ndani ya majeneza. Wakati huo huo, leo Machi 29, Marekani imeendeleza mashambulizi yake ya anga katika mji mkuu wa Yemen Sanaa usiku wa kuamkia leo Jumamosi 29 na kuua mtu mmoja. Marekani imesema mashambulizi ya sasa yamelenga moja kwa moja ngome muhimu za wanamkawama wa Yemen Hizbullah. Picha unayoishuhudia ni moja ya uharibifu wa shambulio la Marekani katika mji mkuu wa Sanaa, ambapo mashambulizi ya kinyama yanaendelea huko yakifanywa na Marekani katika uungaji wake mkono wa Wazayuni, wakitaka Wazayuni kuendelea kuua watu Palestina bila kukabiliwa na upinzani wowote ule, jambo ambalo linapingwa na wanamkawama wa Yemen ambao ni Ansarullah. Kwa kawaida wanasema kuwa wataendeleza mapambano hayo hadi pale uvamizi na mauaji ya Wazayuni dhidi ya wananchi wa Gaza yatakapokomeshwa. Taarifa ya mwisho tuliyokuwa nayo ni ile inayotolewa hii leo asubuhi Machi 29, ambapo afisa mmoja wa wanamkawama wa harakati ya Palestina Hamas amesema mazungumzo kati ya kundi hilo la Kipalestina na wapatanishi kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano yanashika kasi hivi sasa. Taarifa hiyo imetolewa na moja kati ya maafisa wakuu wa Hamas, Basim Naim ambaye ni afisa wa ngazi ya juu wa Hamas, ambaye ni mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, amesema katika taarifa yake kuwa mazungumzo hayo yanalenga kupatikana makubaliano ya kusitisha vita, kufunguliwa kwa vivuko vya kuruhusu misaada ya kibinadamu. Mashambulio ya Israel pia yameua watu wasiopungua 70 huko Gaza. Duru zilizo karibu na Palestina zinasema kuwa Hamas zimeelezea shirika la habari la AFP kwamba mazungumzo hayo yalianza Alhamisi jioni kati ya kundi la wanamkawama wa Palestina na wapatanishi kutoka Misri na Qatar ili kufufua makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka. Usitishaji wa mapigano dhaifu ambao ulileta utulivu wa wiki kadhaa katika ukanda wa Gaza umemalizika mnamo tarehe 18 Machi wakati Israeli iliporejelea kampeni yake ya mashambulizi ya mauaji ya kiholela dhidi ya wananchi wa Gaza. Hayo ndio yaliyotokea katika muda wa saa 24 iliyopita kuanzia jana siku ya Ijumaa Machi 28, ambapo Israel imekuwa ikiendeleza mauaji ya halaiki katika ukanda wa Gaza, na hayo ni mauaji ambayo yanafanywa bila kuchagua ni mahala gani wanapopiga. Wamekuwa wakipiga mabomu katika soko, wakipiga mabomu katika maeneo ambayo watu wamejihifadhi, lengo likiwa si vita, lengo ikiwa ni kuwaua watu wa Palestina na kujaribu kufanya iwezekanavyo kuwafukuza wa Palestina katika ardhi yao. Yuko mmoja katika wanamizani ambaye ameeleza kwamba matayarisho yanayofanywa kati ya Iran, Yemen, Iraq na Lebanon
kwa ajili ya kuwaunga mkono wa Falastini kijeshi yataishia mapigano ya siku 6 zilizopita. Bwana huyu ambaye kwa utambulisho wake ni Mkristo anadhana kuwa kwanza Mayahudi kuwa ni Wakristo wenzake. Ya msingi hapa kwanza ni kumfahamisha huyu pamoja na wenziwe kwamba Mayahudi na Wazayuni ni watu wawili tofauti. Mtu anaweza kuwa Yahudi lakini asiwe Mzayuni. Mtu anaweza kuwa Yahudi lakini akakataa kuwa Zayuni. Lakini mtu yoyote tu, hata huyu ambaye ametuandikia katika channel yetu, anaweza kuwa ni Zayuni japokuwa yeye si Yahudi. Kwa hiyo tunachomtaka kumfahamisha huyu na watazamaji wetu wote kwamba vita vya mwaka 67 ambapo vilichukua siku 6 vinatofautiana na hii leo. Leo hii kila mtu ameona dunia nzima kwamba Israel imejaribu kuwapata mateka wake katika kipindi cha miezi 15 cha mashambulio ya kupiga kila walipojaribu kupiga, na wala hawakufanikiwa kumpata mateka hata mmoja kwa kutumia vita. Na ikumbukwe kuwa mwaka 67 wa Falastini walikuwa wanapigana kwa kutumia mawe. Na ikumbukwe pia bila kusahau kwamba Wafalastini wamezingirwa. Na ikumbukwe pia kuwa watu wa Hamas pale Gaza wamo gerezani, wamefungiwa, wamefungwa mikono kwa nyuma, na Wayahudi wanawashambulia wakiwa hawana namna yoyote ya kujitetea. Lakini kwa miezi 15 wamepigana na wameshindwa, jambo lililowalazimisha kina Netanyahu na serikali yao kwenda kusaini mapatano ya kuacha mateka kwa hiari ya Hamas, si kwa nguvu za kijeshi. Kwa hiyo si kweli anavyotaka kudanganya huyu bwana kwamba hawataishia katika kuichukua nchi zingine za Kiarabu kama anavyodhani yeye. La hasha. Hamas ni watu wachache sana pale Gaza, wanapigana na Marekani, wanapigana na Uingereza, wanapigana na Israeli, wanapigana na Ufaransa na Ujerumani na mataifa yote ya magharibi, wanapigana na kikundi kidogo sana cha watu ambacho hakina msaada kutoka kokote. Kwa hiyo inapaswa kujua kwamba Wazayuni kama Hamas wangekuwa wako huru, wanaweza kufikiwa na wao kupata msaada, sio wa nchi za magharibi, msaada tu wa Waislamu wenzao, msaada ya watu wanaopenda haki na wanaokataa unyonge na udhalimu. Wayahudi hawana uwezo wa kupambana na Hamasi tu, wachilia mbali mataifa yote ya Kiislamu. Almuhimu, maelezo haya si ya kupenda vita, maelezo haya ni ya kutaka amani, lakini nataka kueleza ufahamu kuwa kinachoendelea Gaza si vita. Kinachoendelea Gaza ni mauaji. Waisraeli wanakwenda na ndege, wanapiga mabomu mahala popote wanapotaka. Hamasi hawana silaha, Hamasi hawana vifaru, hawana kitu chochote. Hali Israeli inamiliki kila aina ya silaha ambayo Marekani anayo. Anawapa Waisraeli waue Waislamu. Hii ni vita ya kuwaua Waislamu. Si vita ya kwamba kuna watu wanapigana vita kwa vita, hapana. Kuna mauaji ya kimbari, na hata vyombo vya kisheria vya dunia, ICC na ICJ, wote wanazungumza kwamba Netanyahu na wenzake wote ni wahalifu wa vita na wahalifu dhidi ya ubinadamu kwa yale wanaoyafanya Gaza. Tuache uzayuni ukae pembeni, ubinadamu uchukue nafasi. Sisi hatukuumbwa kama Mazayuni, tumeumbwa kama watu binadamu ambao tunapaswa kuishi kwa haki na kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake ya kuishi. Kinachofanyika Gaza ni mauaji. Kama wewe ni mbinadamu, yale yanayofanyika pale Gaza iko siku yatakuja mpaka hapo ulipokuwa wewe. Kama itakuwa kazi yako wewe ni kuunga mkono unyama unaofanywa na watu ambao ni binadamu, lakini kwa bahati mbaya mikia waliokuwa nayo haionekani kwa macho. Waislamu tukazane kumuomba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya amani. Amani itawale dunia kuanzia mahala tunapoishi katika nchi yetu, lakini amani zaidi inatakiwa Gaza. Amani zaidi inatakiwa Dar es Salaam, yani Jerusalem. Amani zaidi inatakiwa Chechnya, Sudani na DRC, ambako watu wasiokuwa na hatia wanauawa na watu kwa ajili ya tamaa ya mali. Rwanda inaua watu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya uporaji wa mali za Kongo. Rwanda ni muuzaji mkubwa sana wa dhahabu katika nchi mbalimbali na hasa Dubai. Dhahabu ambayo inanunuliwa na wanunuzi wananunua wakijua kwamba hiyo mali inaibiwa Kongo. Kwa hiyo yote hiyo ni tamaa, lakini chini ina dhamana ya tamaa ya hawa watu wachache, unadhaminiwa na damu wanazomwaga za watu wasiokuwa na hatia. Tumuombe Mwenyezi Mungu tukithirishe kusoma Suratul Fil na Suratul Lahabi katika huu muda wa saa machache, takriban saa 24 zilizobaki za kumalizika kwa mfungo wa mwezi wa Ramadhani, ambamo ndani yake dua zinakubalika zaidi kuliko wakati mwingine usiokuwa huu. Wale ambao wako katika misikiti, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu amani katika nchi yetu, lakini amani kwa ajili ya watu Waislamu wenzetu wanaouawa bure bila sababu na kwa ajili ya nchi yetu. Alhamdulillah, sisi tuna amani. Tunachotakiwa kufanya ni kumuomba Mwenyezi Mungu adumishe amani, na wala kuwepo kwa uchaguzi mwaka huu unaokuja hakuna maana kwamba uchaguzi ni vita. Uchaguzi ni matakwa ya watu,
na inatakiwa kuwe na vyombo huru ambavyo vitaweza kuonyesha haki itatendeka katika uchaguzi, ili kutokufanya haki ndiko kuogopwe zaidi, kwa sababu ndiko kunakoleweza kuondosha amani tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu kwa vyovyote vile kuwe na salama, kuwe na amani kwetu sisi sote, kwa familia zetu na kwa nchi yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah ya Allah.